Habari asubuhi na karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics ili tuendelee na uchambuzi wa habari zetu za kisiasa vile ambavyo zinaendelea kutokea hapa Afrika Mashariki. Na watazamaji, hali ya wasiwasi inaendelea kushuhudiwa kule nchini Tanzania baada ya maandamano makubwa ambayo yalianza kushuhudiwa hapo jana. Na siku ya leo watazamaji wangu, kwa siku ya pili maandamano bado yanaendelea kushuhudiwa kupinga uchaguzi wa Mama Samia Suluhu ama kupinga uchaguzi kwa ujumla wa mwaka wa 2025 kule nchini Tanzania. Tunapozungumza sasa hivi watazamaji wangu, bado wananchi wanazidi kuandamana kwa siku ya leo hata baada ya ile amri ambayo ilitolewa hapo jana na serikali ya Tanzania ya kwamba hakuna mwananchi yote ambaye anastahili kuonekana nje kuanzia mwendo wa saa 12 jioni. Lakini bado watazamaji wangu, nchi ya Tanzania inazidi kuchomeka mpaka nyakati za usiku. Wa Tanzania walijitosa kwenye maandamano, waliamua hakuna kulala mpaka haki ipatikane, mpaka wapate katiba mpya, mpaka huu uchaguzi uweze kutupiliwa mbali na wapate uchaguzi ambao uko na demokrasia, uchaguzi ambao utawawezesha wao kuchagua viongozi ambao wanawataka. Na hili swala watazamaji wangu la haya maandamano kutoka kule nchi jirani ya Tanzania limeleta maswali mengi kuhusiana na demokrasia ya nchi ya Tanzania na vile ambavyo nchi ya Tanzania imekuwa ikiongozwa kwa njia ya kiudikteta, vile ambavyo kumekuwa na visa vya utekaji nyara, watu kuuawa ovyo ovyo, watu kufungwa. So yani watazamaji wangu, kwa kiujumla wananchi walikuwa wamefika mwisho na wakasema enough is enough. Hawawezi wakakubali uchaguzi mwingine, uchaguzi ambao hauna wagombea wengi kwenye kiti cha urais. Ukiangalia watazamaji wangu, hapo jana ni Mama Samia Suluhu peke yake ndio alikuwa tu kwenye kile kinyang'anyiro cha kiti cha urais. Wale wapinzani wake wote hawakupata nafasi ya kufika kwenye hii nafasi ya mwisho kwenye uchaguzi ambao ulifanyika hapo jana tarehe 25. Na watazamaji wangu, huku maandamano yakiendelea kushuhudiwa kule nchini Tanzania, nao Wakenya wamekuwa wakiungana pamoja na Watanzania wakisema ya kwamba wanastahili kujitokeza, wanastahili kuongea, wanastahili kupata uhuru wao wa kuchagua viongozi ambao wanawataka wao wenyewe, kama vile ambavyo hapa nchini Kenya tumekuwa na katiba yenye demokrasia, katiba yenye inakubali vyama vingi ambavyo vinaweza kujitosa kwenye kinyang'anyiro cha kiti cha urais, kama tu vile ambavyo tumekuwa tukishuhudia watazamaji wangu. Nchi ya Kenya imekuwa ikiingia kwenye uchaguzi na marais wengi, na kwa hivyo hapo wananchi ndio wamekuwa wakichagua ni rais mgani ambaye watamchagua, ni rais mgani ambaye wanampenda. Lakini kule nchini Tanzania watazamaji wangu, kwa ndugu zetu, wao wamekuwa wakilazimishwa kuchagua tu kiongozi mmoja kwenye uchaguzi wa mwaka 2025 watazamaji wangu, ni Mama Samia Suluhu peke yake. Na kwa hivyo vile ambavyo yeye aliamua kung'ang'ania kiti cha urais akiwa peke yake, basi nao wananchi wakakasirika na wakaamua kwamba kitu cha kwanza, wakati nchi ya Tanzania itakuwa inajihusisha kwenye ili zoezi la kupiga kura, wao wataingia kwenye maandamano. Na unajua watazamaji wangu, ni jambo la kustajabisha kwa sababu hata Watanzania hawajaingia kwenye maandamano ili kupinga yale matokeo ya uchaguzi wa urais. Hapana, wao wanapinga uchaguzi wenyewe. Hawataki uchaguzi ambao hauna demokrasia, uchaguzi ambao umewafungia wale wapinzani wa Suluhu wasiingie kwenye hiki kinyang'anyiro cha urais. Watazamaji, nataka niwapeleke kule jijini Tanzania muweze kujionea vile hali ilivyo sasa hivi, ambapo bado maandamano ni makubwa. Maandamano yanazidi kushuhudiwa sehemu tofauti, huku wananchi wakiendelea kufanya visa vya uhalifu. Kuna ofisi za serikali ambazo zimeweza kuchomwa, ikiwemo police stations kutoka kule nchini Tanzania. Watazamaji wangu, tunapozungumza sasa hivi kuna kadha wa kadha ambazo zimeweza kuchomwa, kuanzia kule Dar es Salaam, kule Mwanza, kule Dodoma, kule Zanzibar. Wananchi watazamaji wangu wamechafua nchi ya Tanzania, yani kila mahali sasa hivi watazamaji wangu kuna waka moto. Kuna wale ambao wamefunga barabara, kuna wale ambao wamevuruga vile vituo vya kupigia kura. So watazamaji wangu, sasa hivi kuna hali ya wasiwasi, fujo na ghasia ambayo inaendelea kushuhudiwa kule nchi jirani ya Tanzania. Hebu jionee vile ambavyo hali ilivyo sasa hivi pale kwa ground watazamaji wangu, wakati wananchi walikesha bado wangali kwenye maandamano mpaka nyakati za usiku, mwendo wa saa 8, saa 7. Unaona bado Watanzania wako kwenye maandamano, hawalali mpaka waweze kupata kile ambacho wanakipigania. Hebu jionea watazamaji wangu vile hali ilivyo sasa hivi, na pia ujumbe kutoka kwa Wakenya ambao wanaungana na mpango wa Watanzania kutaka kubadilisha katiba, kutaka kupata
katiba mpya ya kidemokrasia. Kabla sijawekea hii video mtazamaji wangu, na kuomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndiposa ukao kwanza kuzipata habari punde tunapozichapisha, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndiposa ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Nimemsikia Msigwa anasema kwamba kesho watu wafanyie kazi nyumbani. Afanyie mtu kazi nyumbani. Hata mkitangaza kwamba kesho ni mapumziko, watu wakae nyumbani ili watu wasiingie barabarani. Barabarani tutaingia na kazi hatufanyii nyumbani, na wala hatukai nyumbani. Sijui kama mnatuelewa. Kwanza kitu moja mnafaa kuelewa, kitu pekee ambacho kitatupooza sisi kama vijana, achieni nchi. Ndio tutapoa tukae kwa amani. Achieni nchi, maana imewashinda. Na watazamaji, kama vile ambavyo umeweza kujionea, ni kweli hivyo ndivyo hali inazidi kushuhudiwa kule kwenye nchi jirani ya Tanzania. Mambo ni mabaya, mambo yanazidi kuchemka, wananchi wanazidi kujawa na hasira, na kadri hasira inavyozidi ndivyo na wao wanazidi kujitosa kwenye maandamano. Wako tayari kwa lolote ambalo litawakumba kwenye hayo maandamano. Haijalishi ni wangapi wataumizwa, ni wangapi watauawa, ni wangapi watapigwa risasi, lakini wako tayari kuikomboa nchi yao kutokana na udikteta, kukomboa nchi yao wasiendelee kudhulumiwa ama kuteswa na serikali ambayo ipo mamlakani, serikali ambayo haitaki upinzani wa njia yoyote ile. Nitakomea hapo watazamaji wangu, lakini hebu niacheni maoni yenu kuhusiana na hizi ghasia, fujo na kuchomeka kwa nchi ambako kunaendelea kushuhudiwa sasa hivi kule nchini Tanzania, ambako wananchi wamepinga uchaguzi. Ingawaje kuna wale wachache ambao walijitosa kwenye uchaguzi, lakini asilimia kubwa hawakuenda. Hasa hao vijana wa Gen Z watazamaji wangu, wao waliamua kuingia kwenye maandamano ili kupinga huo uchaguzi. Hata kabla ya matokeo kutangazwa, wao walikuwa wameingia pale ground, wakafunga barabara na kusitisha shughuli zima za uchaguzi wa urais wa mwaka wa 2025 kule nchini Tanzania. Na wakati wote pia watazamaji wangu tunasubiri matokeo, kwa sababu hapo jana uchaguzi ulifanyika, na sasa serikali ama wale ambao wanasimamia kuhusiana na uchaguzi, ile tume huru ya uchaguzi ya kule nchini Tanzania, wanatarajiwa kutangaza ni nani ambaye alishinda katika vyeo mbalimbali kwenye ulingo wa kisiasa. Lakini cha muhimu ni kuhusiana na uchaguzi wa urais, kwa sababu matokeo tayari wananchi wanayajua. Hakukuwa na mgombea mwingine wa kiti cha urais, na kwa hivyo automatically Mama Samia Suluhu ndio aliibuka mshindi kwenye huo uchaguzi. Kwa hivyo hakuna jambo geni ambalo Watanzania wanasubiri kulisikiza kutoka kwenye matokeo ya urais. Wanajua kabisa Mama Suluhu ndio aliweza kushinda. Nitakomea hapo watazamaji, lakini hebu niacheni maoni yenu hapo kwenye eneo la comment section kuhusiana na hizi uchaguzi ama hizi ghasia ambazo zimetokea kule nchini Tanzania, wakitaka mapinduzi, wakitaka new reforms, ndipo sasa waweze kujitosa kwenye uchaguzi vizuri. Kabla sijatamisha mtazamaji wangu, na kuomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndipo sasa ukiwa kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo sasa ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msende mbali watazamaji, nitakuwa na DJ vipunde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.